subscribe to my channel. And also press this bell icon. Katika mchezo wa kesho tarehe 25 dabi ya Kariakoo, Young Africans zidi ya wekundu wa Msimbazi Simba bado imeendelea kuwa na maswali mengi ya kujiuliza, na maswali yanakuja ambapo pale wekundu wa Msimbazi Simba hawajafika kwenye presi ya hii leo ama mkutano na waandishi wa habari kuelekea katika mechi ya kesho ya dabi ya Kariakoo. Bado Simba watafika kesho kwenye mechi bado haijulikani. Ukimya umeendelea kutanda katika mitaa ya wekundu wa Msimbazi Simba. Nipo na mchungaji hapa baada ya taarifa ya kwamba Simba hawajahudhuria kwenye pre-match meeting ama press conference. Mchungaji, upo vizuri? Niko poa kabisa. Niko vizuri kabisa. Niko kwa ajili ya dabi. Upo kwa ajili ya dabi. Bana, hii dabi ya Kariakoo leo hii kulitakiwa kufanyike mkutano na waandishi wa habari, lakini Young Africans wamehudhuria. Kocha Hamdi Milodi ametoka, amezungumza maandalizi yanavyoendelea akiwa na udha wake Dickson Jobu. Amezungumza mengi sana kuelekea kwenye mchezo wa kesho, lakini ajabu ni kwamba mchungaji, Simba hajatokea. Hii ni ishara gani? Mtego. Huu ni mtego mkubwa mno. Simba kutokea kwenye press. Huu ni mtego. Sisi safari tumekuja kivingine. Dabi ya safari hii imekuwa tofauti kabisa na miaka yote. Yanga tufunga karibu mara 4 mfululizo. Kwa hiyo safari tumeamua tuje kivingine. Na hiki vingine ambayo ndio inawasumbua Yanga Afrika. Yanga Afrika wanatamani wajue kwamba sisi tunakujeje. Sasa mpaka leo wanashindwa kwamba sisi tunakujeje. Wameshangaa sisi hatujapost chochote, hatujasema chochote. Mbaya zaidi, siku ya leo ingebidi leo kwenye match meeting tuwepo, hatukufika. Hiyo ndio inazidi kuwachanganya Yanga mpaka sasa hivi. Kwa ujumla ni kwamba dabi ya safari tumekuja kivingine kabisa. Kama Buimanda anasema anawapigia simu Simba hawapatikani, na kesho ni mechi, kuna maandalizi amezungumzia Buimanda, kuna mkutano unatakiwa ufanyike wa mwisho, maandalizi ya kuelekea kwenye mechi hiyo, Simba hawapatikani mchungaji. Bado watu hawaelewi kwamba hata kama ni mtego kuelekea kesho, lakini si mtego wa design hii. Mtego ndo mtego. Huu mtego ndo huo sasa. Kwamba sisi hatueleweki yani. Saa 9:30 tunaona gari inaingia pale. Saa 9 juu ya alama. Saa 9 juu ya alama gari inaingia uwanjani. Na ikiingia uwanjani kwamba Yanga tayari watakuwa na kihono. Mbona Yanga tuna kesho wanakufa vizuri tu. Na hivyo wanachanganyikiwa na refari wa kigeni. Sababu Yanga sumu yake kubwa waletee marefari wa kigeni. Tofauti kabisa. Wao wanapenda waone kina Ragije, wanaona sio kina nani, kina Rukia, wale ndio wanachezesha ndio yao Yanga. Huoni sasa hivi wanavyolalamika. Kwa sababu Yanga sio watu wa haki. Yanga siku zote ni watu wa magumashi. Sasa magumashi yao sasa hivi tushawastukia. Wamekuja marefari kutoka nje na refari wameamua kuchezesha mechi za Simba zote azishinda. Simeelewa mpaka hapo. Kwa hiyo na kesho tunaenda kushinda tena. Kwa hiyo mipira sio ya mikono, mipira ya magumashi, sio hamna penalty, penalty 3 zinapatikana, sio kubalansisha, kesho hamna kubalansisha. Kama penalty ni 5, faulu 6. Kadi nyekundu. Ndio kina Baka utaona huruma sasa siku hiyo. Kesho kutokuwa na shughuli pevu. Mchungaji, kesho lolote linaweza kutokea. Simba kutokupeleka timu pia uwanjani kwa huu kimya ambao unaendelea. Hiyo ndio nakwambia ni mtego. Simba lazima tupeleke timu kesho. Ni lazima hapo tunaweza tukazungumzia kuna mawili, aidha Simba apeleke timu ama asipeleke. Swala kutopeleka kimya ambao unaendelea. Nasema hivi, swala kutopeleka timu halipo. Simba lazima kesho anapeleka timu. Na tutajipanga. Na tumejipanga kwa ajili ya kuchukua ubingwa kesho. Unajua kesho ni siku ya ubingwa. Yaani kesho kuna 2 in 1. Tunamfunga Yanga na ubingwa tunabeba. Yaani vyote vile kwa wakati mmoja. Kesho ndo utakuja kumuona Mpanzo ni wa aina gani? Kesho tutamuona Kibu ni mtu wa aina gani? Kwa beki akina Baka hii sasa ishaanza kuchoka. Shughuli itakuwa pevu sana. Kwa hiyo wana Simba kokote pale walipo, wala wasio na wasiwasi na dabi ya kesho. Simba tunaenda kushinda kesho. Kanuni mchungaji zinaruhusu lazima watu wakazungumze kuelekea kesho kwamba Simba kwenye hili pia wamevunja kanuni. Hiyo sio shida. Faini tutalipa na kesho tutacheza. Yaani swala la kutoenda kufanya hiyo meeting hiyo yote ni mitego yote. Safari ndio kwamba tumekuja kwa design nyingine. Ile neno la ubaya ubwela ndio mmoja nalo kwa design nyingine. Kwa hiyo wana Simba kote pale walipo, wala wasio na wasiwasi. Kesho ni ushindi mkubwa tu. Tunashinda ushindi mkubwa tu kesho. Kwa hiyo wasiogope kwa sababu timu haijaonekana kwenye hiyo meeting. Wasiogope kabisa. Kwa sababu kila silaha ambayo tumeitumia safari ni silaha tofauti hatujawahi kuitumia miaka yote. Kwa hiyo kesho wana Simba waje kwa wingi uwanjani. Simba tuje tuchukue kombe letu. Mchungaji, kuna namna ambavyo marefali walivyoteuliwa, wengi wao ni kutokea Misri, Egypt. Kuna makubaliano yoyote kati ya marefali ambao wamechaguliwa kwenda kuchezesha dabi ya Kariakoo baina ya klabu na klabu? Yaani nazungumzia Simba na Young Africans kwenye hao marefali ambao wameteuliwa. Kuna mawasiliano yote ambayo yamefanyika kwanza kuelekea kwenye mchezo wa kesho? Hawa wanaokaimu bodi ya ligi wanaonekana hao inabidi waendelee. Hawa ambao wanakaimu bodi ya ligi inabidi waendelee kuwepo kwenye bodi. Kwa sababu kilio chetu kikubwa sisi ilikuwa ni marefari.
kwamba marefari wa ndani wote waga wanafanya makusudi kuibeba Yanga. Yote mechi yote nimekutana nazo. Yanga anabebwa hadharani. Hivi unajua Yanga amekufunga sasa hivi mpaka magoli ya mkono. Goli la mkono kabisa, offside ya wazi. Yanga anaambia twende. Hata hii ya juzi Chama lilofunga offside. Offside ya wazi kabisa, marefari hao. Kwa hiyo ndo nasemeje? Kitendo cha kupata marefari kutoka Egypt ni ushindi kwetu sisi wana Simba. Na ndio maana Yanga ananungunika, maana tumepiga kwenye mshono. Kwa hiyo bodi ya ligi kitendo cha kuleta marefari kutoka nje, mechi tata itabidi tu tunaleta marefari kutoka nje. Wa ndani wanatumiza. Kwa hiyo kesho mtu akifungwa anakuwa hana malalamiko, hakuna malalamiko. Kwa hiyo kesho Yanga wategemee fair play ndio itakayotumika kesho. Fair play itakayotumika kesho kwa kutumia waamuzi. Kwa hiyo maamuzi utakayotoa atatoa maamuzi ambayo ni sahihi. Ambao kama itastahili Yanga kushinda atashinda, kama itastahili Simba kushinda atashinda, lakini tukiwa na marefari ambao wana uhakika. Sio marefari hawa penalty ya 3 hataki kutoa ile kwa sababu ametoa moja. Anabalansisha. Sasa hataki kubalansisha. Mpira mguu kama ni faulu. Penalty kama ni 7. Red card. Kwa hiyo kesho tutakuja kupata kitu kipya ndani ya Tanzania. Kwamba kwa mara ya kwanza tukae nchi hii ipate uhuru, marefari wa kigeni wamekuja kuamua dabi. Maana yake nini? Marefari wa ndani wameshindwa. Kuna makubaliano namna ambavyo huenda watu wengi wanazungumzia kwamba Simba huenda ndo amepeleka ile shinikizi. Tunaweza tukaamini kwenye ile mchungaji? Bodi ya ligi yakiamua hakuna cha makubaliano. Unajua bodi ya ligi ndo wanapanga. Wao wakikupangia kwani shida yako si mpira kuchezwa fair? Shida ni nini? Hata wakileta kutoka Ulaya, wewe huna haja kuhoji eti kwa nini umechukua Ulaya. Kwani shida yako si kucheza mpira? Kazi ya mpira ya timu ni kucheza mpira. Referee bodi ya ligi ndo wanaamua kwamba huyu ndo achezeshe au asichezeshe. Kwa hiyo wewe kazi yako. Ndio maana wao wakipanga ratiba, hakuna mtu anayetakiwa kuhoji kwamba mtacheza tarehe fulani na referee atakuwa mtu fulani. Match commissioner atakuwa mtu fulani. Kwa hiyo nyie hamtakiwi mwanze kuhoji eti kwa nini eti yule referee mmemweka nyie. Hiyo haipo. Kwa hiyo wao wameamua ende Egypt ili kutoa mzozo wa maneno. Na bodi ya ligi hii ambayo inakaimu, kama wataendelea hivi watafika mbali. Kama bodi ya ligi wataendelea hivi watafika mbali, maana wamekuja na kitu ambacho ndio tunataka kunalalamikia miaka yote. Miaka yote, msimu yote ile mitatu minne tunalalamikia marefari. Sasa hivi nayo bodi ya ligi tukimaliza mechi kesho, tutaanza kazi ya kusema tumtaki GSM. Mtaeka huo mgomo. Mgomo kwamba ligi hatutacheza mpaka GSM atoe timu. Baadhi ya mashabiki wa Simba, mchungaji, wamekuwa wakiendelea kuuliza kuhusiana na hii dabi ya Kariakoo. Watu wengi wanatamani kutoka mikoani lakini pia kuja kuishuhudia hii Kariakoo dabi ambayo inachezewa Benjamin Mkapa. Watu wanatoka Geita, watu wanatoka mikoa tofauti ya Dar es Salaam. Mchungaji, hizi ambazo zinaendelea kwa wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa na maana kwamba kunahitaji support ya mashabiki kwa namna ambavyo kwenda kwa support mashabiki wachezaji wenu, lakini mashabiki bado hawajui hatima ambayo inaendelea hivi sasa, wakiwa wengine pia wanahitaji kutokea mikoani na kuja kuitazama hapa Dar es Salaam. Ndio maana kwamba safari hii sisi tumekuja vingine. Sisi safari hatujaangalia sana mashabiki, ile tumeangalia kubeba ubingwa. Safari hii hatujaangalia masuala ya mashabiki sijui nini. Sisi safari tunahitaji ubingwa. Ubingwa tumekosa karibu mara 4. Kwa hiyo ndio maana kwamba tumekuja kivingine kutokana na design tuliyokuja nayo ya kutuletea sisi ubingwa wa NBC siku ya Jumatano. Na hili alikuja kwa bahati mbaya. Hili limekuja kwa mipango. Simeelewa mpaka hivyo. Kama hivi sasa hivi tunakwambia sisi timu inaonekana kwamba hata kwenye meeting ya leo haikuonekana. Haijahudhuria na watu wanahoji kwa nini haijaonekana, sio desturi. Ndio maana kwamba tumekuja kivingine. Yanga anaruka ukuta, analipa faini. Yanga anapata matokeo. Yanga bado kupitia mlango wa kawaida wa kupitia wachezaji hapiti. Anaruka ukuta na Yanga anapata matokeo. Na sisi safari tumekuja, hatupeleki timu kwenye meeting na Simba anachukua ubingwa. Yaani ni vile vile tu. Ubaya ubwela sasa hivi umekuja kitofauti kidogo. Imekuja kitofauti kwamba sisi safari tumeamua kuvunja hata kanuni ili mradi ubingwa tufanye nini? Tuchukue. Kama hii kanuni tuliovunja Naomba urudie ile mchungaji. Safari yaani tumeamua hata kanuni ivunjwe tu ili Simba achukue ubingwa mwaka huu. Kanuni ipi kama hii ya kutotokea leo? Ya kutotokea leo Yanga anapata na wasiwasi. Yanga mpaka sasa hivi hawajui kinachoendelea. Wakipigia simu kimya. Simba Boimanda amezungumza mambo mengi sana kama akipiga simu kimya, hakuna majibu. Na kunatakiwa kikao cha mwisho kikalike. Na uelewe kitu. Tarehe 15 ndio ingebidi sisi dabi ichezwe, ambapo sisi tuliirizia. Si ndio hivyo? Lakini tena cha kubadilisha tarehe na bila kutupa sababu kwa nini umebadilisha tarehe ya tarehe 15 afu ukapanga dabi, ile ni dharau. Ile ni dharau kabisa. Lakini kitendo cha kupangwa tarehe 15 alafu tarehe 15 dabi haikuchezwa, alafu kapangwa tarehe nyingine na bila maelezo yoyote, ile ni dharau. Maana yake Yanga yote ambayo leo ameyataka yametimiziwa.
Yanga aliomba tarehe 15 sichezwe na kule kasogezwa. Yanga akasema watu wa bodi wajiuzulu, wamejiuzulu. Uone Yanga matakwa yako yametimia. Ina maana Simba inacheza, Simba sio Tanzania. Simba sio nchi hii. Kwani Yanga anasikizwa, Simba sikilizwe? Kwa hiyo hilo likaleta shida. Kwa hiyo wana Simba wengi au wana michezo wengi wakaanza kuhoji mpaka waandishi wa habari. Tarehe 15 ina shida gani? Mpaka tarehe 15 ina shida gani mpaka ipange tarehe 25? Simba ndio wakasimamia habari wao mpaka wamesimamia vile. Lakini kuna kitu kingine, sisi hatuwezi kufanya na Yanga. Ujinga Yanga hatuwezi kufuata sisi. Simeelewa mpaka hivyo? Yanga ni Yanga, Simba ni Simba. Simba ni timu ya mpira. Yanga sio timu ya mpira, Yanga ni timu ya shari. Kama Yanga ni timu ya shari, wao wanataka tufuate vile vile kama wao. Walikataa kucheza na sisi tuseme tucheze. Sasa itaonekana ni utoto. Simeelewa? Itaonekana sasa na dabi itachezwa lini? Bingwa atajulikana lini? Simeelewa mpaka hapo? Mimi ndo nikaanza kutoa ushawishi kwamba sisi tuende tupeleke timu tu. Kama tunashinda sawa, kama tunapoteza sawa, tuishi tuanze upya. Haya mambo ya kutambiana ni mambo ya kishamba. Yanga kakataa kwa sababu Yanga tabia zake zinajulikana. Wewe mtu kama anakuambia mimi nasusa sichezi, nishushe daraja. Sasa huyu mtu muogopi huyo. Yaani yeye akili zake yeye kaamua hata kujinyonga jinyonge. Yaani yeye kasemeje, daraja mnishushe poa na pointi zangu hakuna atakayechukua hata mmoja, kwamba hao washari hao. Sasa sisi hatuwezi kufanana kama Yanga. Yanga wana tabia zao na sisi tuna tabia zao zetu. Simba ni timu ya kistaarabu, Yanga sio timu ya kistaarabu. Kama Yanga sio kistaarabu, hatuwezi kuwaiga wao na sisi tuseme hatuchezi. Tutaonekana sisi watu wa mpira. Sio maelewa mpaka hapo. Ndio maana nembo ya Yanga hapa unakuta kuna mwenge. Nembo ya Yanga unakuta kuna watu wanapigana ndondi. Simba hapa imeandikwa tu mnyama mkali, ni nguvu moja, timu ya mpira. Kwa hiyo Yanga wana makorokoro mengi na Yanga siku zote ni watu watata. Utata wa Yanga hujaanza leo. Tokea hasa timu kama ilishiriki kwenye uhuru hiyo. Mchungaji, tunamalizia, ni kweli Young Africans mmewashindwa ndio hadi mmeamua kuja na mbinu hii? Sio hapa tumeshindwa. Sasa ni kwamba hii mbinu ni kali sana hii. Yaani mtu wewe fikiria mtu akusemeshi kimya. Huyu mtu vipi? Mbona akusemeshi kimya? Yaani wewe umemfumania mke wako akakufumania. Alafu umemwambia tuendelee kukaa. Atakaa kweli huyo? Ila sio kwamba mmewashindwa Young Africans. Mbinu tuliokuja nayo ndio nawatesa Young Africa. Kwa sababu hatusemi kitu. Kama ikitokea kesho timu haijafika uwanjani kwa ngoja nikupe mfano mwingine, usikimbile kuzima kule. Nikupe mfano mwingine. Jamaa mmoja akavaa suti. Akakaa mbele. Hakusema jambo lolote. Ile ilikuwa ni chizi. Akanyolewa vizuri, akavalishwa suti, wakampaka na ile piko ile. Alafu akakaa tu pale mbele hivi. Akakaa. Alafu mkutano ukaisha. Watu watatafsiri vipi? Kwamba kuna mheshimiwa tulimuona leo ni mtu mstaarabu sana, lakini akaongelea neno lolote. Lakini ule bwana ungesema umpelekee kipaza sauti, kila mtu angekimbia ukumbini. Simba tumeamua sisi kunyamaza kimya. Action tutaionyesha kesho. Tutaingia saa 9 kamili. Endapo timu sasa haijafika uwanjani, nyinyi kama mashabiki wa Simba. Nasema hivi, timu lazima iingie uwanjani, hakuna cha kuingiza uwanjani. Tutaifuata Tabunju. Naomba urudie mchungaji. Nasema hivi, kama timu, mimi kama mchungaji, timu lazima kesho tuingize uwanjani. Kwa nini tusiingize timu? Kwa sababu zipi? Na kama haijafika, tutaichukua kambini. Mimi nitaifuata kambini mimi mwenyewe. Naomba urudie ili mchungaji. Nitaifuata kambini, timu icheze kesho. Naomba urudie tena. Kwa sababu na mimi na mitego yangu nimetega. Kwa hiyo timu lazima icheze kesho. Naomba urudie tena kwa mara nyingine. Kama timu haijafika uwanjani, mimi nitaifuata kambini iende kacheze. Unaifuata hadi Bunju. Kwa sababu inawezekana mimi vitu vifaa vyangu nilivyotega pale visifanye kazi. Itakuwa ni mara ya pili ujue. Bwana mchungaji, bwana hebu waeke mashabiki wazi bwana kwamba nasema hivi, mitego yangu leo iweka isije karibika kwa sababu hii mara ya pili wanipa hasara. Kesho lazima timu ipelekwe. Ili tukapate nini? Tukachukua ubingwa. Kwa sababu tunachukua ubingwa na kuifunga Yanga. Kwa kama haitafika nyinyi kama mashabiki na wanachama wote kwa ujumla. Wanachama mimi nitaifuata kambini niende kacheze kwa sababu mitego yangu inaniharibia marahisi. Itabidi nilipo kwa kweli. Kwa sababu gani? Hii mara ya kwanza nimetega, Yanga haikwenda. Simba haikwenda. Hii mara ya pili tena Simba siende. Sikubali. Mimi kesho mimi mapema tu. Niko Bunju, pakieni wachezaji.